Good morning. Wapendwa wa Yesu, asubuhi ya leo na wasalimu katika jina la Yesu, nikisema yote yanawezekana kwa Yesu. Ni siku njema ambayo ametuandalia ili tukaweze kuishi katika neno na imani. Kwa hivyo wapendwa wa Yesu, nawakaribisha katika hii maombi ya leo, na hii neno ambalo ni neno takatifu la ufalme wa mbinguni, ambalo ni neno litao uzima wa milele. Nataja jina la Yesu. Yesu mkombozi wa maisha yetu, ambaye alitukomboa katika dhambi na katuweka katika ushindi wako. Natangaza ushindi nikisema, atakayemuinukia Yesu na kumtazama Yesu, ambaye ni Yesu wa milele, si ule Yesu wa wanadamu wametengeneza, si Yesu wa masanamu, si Yesu wa dini za wanadamu. Ni Yesu ambaye anaishi milele, ambaye anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake, tukimwabudu kwa haki na ukweli. Nasema hivi, siku ya leo wacha ukainuke ukamtazame Yesu, na mambo yako yatabadilika kuanzia sasa. Nasema hivi, Yesu yeye ndio tegemeo, yeye ndio kimbilio, yeye ndio ameinuliwa zaidi ya yote, na ndio analeta msaada uletao faida katika mwanadamu. Si kwa dini za wanadamu ambao wametengeneza, si kwa mpangilio ya dini na serikali ya mifumo yake ambao ameleta katika ulimwengu ili akaweze kuiba akili za wanadamu. Maana ibilisi ameiba wanadamu, ameiba akili za wanadamu na kuwekea uchafu ambao ni uchafu wa ulimwengu, ambao ni wa upotofu, ili wakaweze kuwa mbali na Yesu, ili wakaweze kuwa kinyume na Yesu, ili wakaweze kuwa nyuma ya Yesu. Na mimi ndio nataja ukuu na mamlaka yake Yesu, nikisema yote yanawezekana kwake. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, mkimbilie Yesu, tazama Yesu, na utapata faida katika maisha yako. Yesu yeye ana hasara. Yesu yeye ndio neno lake lenye nguvu. Kwa hivyo dini hakuna siku itakupeleka mahali ili ukaweze kuishi, ili ukaweze kukaa ndani ya dini. Dini inaleta upotofu katika maisha ya mwanadamu, inaleta uokofu wa ukumbavu ambao ibilisi amekelea watu katika maisha yao. Wameleta uhusiano na upinga Kristo ndani ya wanadamu ili wakaweze kuwa very far na Yesu, ili wakidanganyana wataishi milele wakiabudu Yesu, wakiabudu Yesu ambao ni Yesu wa sanamu, ambao tunaona ni Yesu alikuwa mzungu. Yesu si mzungu. Yesu ni mwanadamu kama wewe, ambaye aliyekuwa kama wewe Mwafrika, wewe mzungu, wewe Muasia. Hao watu watatu, hao Yesu ndio anaangalia. Angalii manabii, ama angalie masura, angalie nini, lakini yeye anafaidisha kila mtu. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, kuanzia sasa nimesema hivi, natangaza nikisema, dini imepotosha wanadamu. Dini ya Wakristo, dini ambalo ni dini iliyotengenezwa kutoka katika Warumi, na Warumi akaanza kufundisha dini ambao tunajua ni upotofu. Kwa hivyo dini ya Ukristo na dini ya Waislamu yote ni dini kitu sawa na dini ile ya Buddha. Hakuna faida yote watakayoleta katika ufalme wa mbinguni. Na ndio natangaza siku leo niwaambie, wapendwa Yesu, wacheni kukaa ndani ya dhambi mkisema mnaenda katika ufalme wa mbinguni. Maana ufalme wa mbinguni unasema hivi, umesema hivi, hakuna mwenye dhambi ataweza kuingia katika ufalme wa mbinguni, ili mwenye haki ndio atahesabiwa na kuwekwa katika kitabu ya uzima wa milele. Yesu anasema hivyo. Anasema yeye aligharimika kwa damu yake msalabani ili atakayemwamini apate uzima wa milele, bali asiweze kupotea. Lakini wanadamu wameishi katika dhambi, wakidanganyana, wao wanatenda mambo makubwa. Kwa hivyo wapendwa Yesu, nakemea hii roho ambalo ni roho ya kishetani ya udanganyifu ambalo limetawakaa ulimwenguni likidanganya watu kwa mfinyo wake aliolewesha watu. Ule mama wa makaba wote ulimwenguni ambaye ameleta uhusiano mkuu na serikali na mifumo yake, wakidanganya watu na kujenga masinagoge wakisema ni makanisa ya Yesu, ambayo haina faida, ambayo watu wamejaa na shida zao katika zile masinagoge, lakini hakuna faida wamepata. Ndio nasema siku leo watu waache mambo hiyo, maana Yesu anaishi mbali katika lango lako. Yesu ameko karibu na wewe. Simama na uamue kuingia katika Yesu na ukae katika Yesu, na Yesu atakupea faida. Lakini ukikaa chini ya wanadamu, ukikaa chini ya dini haina faida yoyote.
dini haina uwezo na mambo yote yanayoleta iko na faida katika mwanadamu. Lakini Yesu, yeye ndio mwenye uwezo, yeye ndio mfaidisha, anafaidisha watu bila hasara yoyote. Maana ategemea mwanadamu amelaniwa, ategemea mwanadamu amelaniwa, ategemea serikali za dunia inalaniwa, na dunia itapita, lakini neno la Yesu litabaki kuwa neno la Yesu. Neno la Yesu litabaki kuwa juu. Yesu ndio aliye juu zaidi ya yote, na Yesu ndio aliye yote ndani ya yote. Kwa hivyo mwanadamu hauna faida yote. Nataka usikize sikielewa, ujue dini imewapotosha kwa karongo zenu na nyimbo zenu, na Yesu hapendezwi na maisha ya mwanadamu. Yesu anapendezwa, Yesu hapendezwi na mwanadamu. Yesu anapendezwa na yale matunda ambayo unayotoa katika maisha yako. Matunda ya upotofu, hiyo haitaweza kulili wewe katika ufalme wa mbinguni. Matunda ya uzizi, usharati, uabudu wa sanamu, upinga Kristo, mambo machafu na marembo ya ulimwengu na machukisho mbele ya Muumba, hiyo ni blameless mbele ya Yesu. Kwa hivyo ndugu wangu mpendwa, wakati ndio huu, waje ukajiandae ukakae ndani ya upendo wa Yesu, na wokovu kaweze kuweka wewe huru. Maana utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Si kwa mafundisho ya kibinadamu, si mafundisho ya ulimwengu na masomo ya ulimwengu. Maana masomo si mpango ya Yesu, ni masomo ya Babeli ambayo ilijengwa pale katika Babeli. Na wengi wamefundisha katika Babeli ndio akaweze kuwa Antichrist katika mbele ya Muumba wa Yesu. Kwa hivyo natangaza siku leo nikisema, wacha utokeni katika ukumbafu wa ulimwengu, mpate hekima na tamaa na furaha ya mbingu ikaweze kuwabadilisha, na neema ya Yesu ikaweze kuweka huru, ili mkaweze kuwa watakatifu, ili mkaweze kuwa na neno lenye nguvu katika miili yenu na misuli yenu, na yale mizigo mmebeba Yesu ataondolea. Maana yeye ndiye anabuvisha, nanga yake ni nyepesi na mzigo wake ni mwepesi. Yeye ndiye anabuzisha, si mwanadamu, si serikali ama mmoja wa mataifa, bali yeye Yesu mwenyewe ndiye anabuzisha. Hivyo wapendwa, Yesu ama mali na fedha za ulimwengu, ama magari ama pesa ama mashamba ama manyumba mazuri ama mji mzuri ama ni mzuri, Yesu hapendezwi na hizo vitu. Yesu anapendezwa na maisha ya ule mtu moyo wake umepondeka. Isaya anasema hivyo, ule moyo ambao umefinyika. Kwa hivyo wapendwa, Yesu natangaza ukuu na mamlaka yake Yesu. Wacha kauinuliwe, mkapewe sifa na utukufu mkiwa katika kiti chake, akiwa katika kiti chake cha enzi. Kwa hivyo wapendwa, Yesu tunasema hivi, wacha ibada ya mbinguni ikatendeke ndani yenu, na Yesu akawashughulikie, na ili mkaweze kupata hekima ya milele na milele katika jina lake Yesu. Yesu tunasema ni asante kwa maombi haya.